sifu pia naendelea kufanya na kutoa congratulation kubwa ndani ya federation, kwa maana kwamba kuna advancement kubwa ambayo tunaendelea kupiga hatua kwenye kanuni na maboresho ya kuhakikisha kwamba mpira wetu unakuwa na value. Namuona president mawazo yake makubwa ni kwenda kwenye commercialization, kwenye biashara, lakini wakati tunakwenda kwenye biashara, ligi yetu inakuwa kwenye integrity, kwenye weledi mkubwa ambao utatengeneza mazingira bora sana ya kuifanya kuwa ni ligi ambayo mtu akitaka kuja kuinvest anakuja kuinvest kwenye product. Kanuni ya wachezaji vijana chini ya miaka 17, na kama wanakuepo wanatakiwa kucheza, si tu natakiwa kuwaweka. Mazingira haya yanatoa ishara moja kubwa kwenye ile kanuni ama kwenye maboresho ambayo ameyasema president, na kujaribu kushauri kwamba kwa mujibu wa ratiba itakavyokuwa kwenye msimu huu, senior team italazimika kuwa na wachezaji 40. Zeni timu za vijana zitakuwa na wachezaji 25. Ukifanya additional, timu moja itakuwa na wachezaji, kama inaamua kusajili wachezaji wote, itakuwa na wachezaji 65. Wachezaji 65, 25 wa timu za vijana, 40 wa timu ya wakubwa. Sasa unapokuwa na kundi la wachezaji 65, wote unawalipa mshahara. Wote hawa watu wako kwenye career yao, wako kwenye career progression, na wana vision na mission zao, wanatakiwa kupata nafasi. Lengo la Wallace Karia pamoja na management ni kuhakikisha kwamba hawa vijana 25 wasio wanasubiri tu ligi za vijana ambazo huwa zinakuja kuchezwa pale Dar es Salaam mwezi kadhaa, baada ya hapo wanarudi. Wengine huwa muda mwingine wanarudi wanaachwa hata watumiki, wanarudi kwenye mikoa yao. Lakini kama watalazimika kuwepo kwenye benchi na wanatakiwa wacheze, maana yake nini? Hawa watu wataendelea kukaa kwenye hizi timu kwa muda mrefu wakifanya mazoezi. Tutakwenda ku-identify talent kama taifa. Tunakwenda kuona kina Abushili wengine, wakina Tepsi Evans wengine, wakina Kelvin John Mbappe wengine, ambao tutakuwa tunawaona wanaibuliwa kwenye hivi vilabu vyetu hivi. Azam, Pamba, Kagera, nazungumzia TRA United, Mashujaa, Mbeya City, Namungo, Fountain Gate, Singida, pamoja na Simba, even Dar es Salaam Young Africans. Tunakwenda ku-identify talent, na hivi vipaji vitakuja kwa sisi watu wa masoko. Ninaweza nikasema ni eneo lingine kwa watu ambao wana pesa kutazama hawa vijana. Vijana wanatamani washikwe hawa watu, manake kama ameonekana niko vizuri, kama kuna watu wana pesa na wana management nzuri, ni muda sasa wa kuwaona na kuwa manage na kuwatafutia platform kwa ajili ya kwenda hata nje. Wasisie tu kijana alienda juzi Kaizer. Tunapata Watanzania wachache zaidi wa kwenda nchi ya nje, lakini eneo hili tukalipata na likawa ni platform. Kwa hiyo issue hii moja ya advantage kubwa, tunakwenda kuvipata vipaji halisi. Imagine kwenye kila dakika 90 kila timu walau inaonesha wachezaji wawili wamecheza, hata kwa dakika 10 hata 5 kwenye kila mechi, mpaka zikaishe mechi zote. Maana yake tutakuwa tumetengeneza uwanda mkubwa sana kupata vipaji. Na rais amezungumza, nimemsikia vizuri, amesema hili hawatafanya review mechi zikiwa zinaendelea. Ligi ikiwa inaendelea hawezi kufanya review, kwa maana kwamba Yanga mechi iliyopita mkumchezesha mtu. Wao wamesema watafanya review baada ya msimu kuisha na watakuwa na adhabu. Ingawa nilitamani wangekuwa wanafanya review tu hapa katikati, hata baada ya mechi kadhaa, kwamba Namungo zidi ya Pamba hatukumuona kijana, kusubiri msimu mzima uishe kidogo pia sijui, lakini kwa sababu wao ndio wameplan, tutakuja kuwasikiliza, watakuja na mpango. Lakini jambo la kwanza ni ku-identify vipaji. Lakini jambo la pili kubwa ni kuona sasa kwamba vijana wetu ambao tumekuwa tunawapigania kwamba football now is more than employment, ni zaidi ya ajira.
ni vijana sasa kuangalia kwamba kama taifa, dunia inavyokwenda kasi, mabadiliko ya teknolojia, eneo pekee ambalo linalipa zaidi, moja eneo ambako kuna flow of cash, hela zinatembea cash, ni eneo la football. Maana yake ni sehemu sasa ya vijana wengi kulitazama swala hili na kupambana zaidi ili kuweza kupata nafasi kwenye timu za vijana. Bahati nzuri kwenye timu za vijana nchi yetu inaweza ikawa tengeneza mazingira makubwa ya kupata vijana wa Tanzania. Utakuja kumalizia hesabu hii, mfano kama timu zote 16 zinatafuta vijana 25. Chukua 25 mara 16. Vijana wa Kitanzania wangapi watapata timu?